kwenye hiyo hapo unateseka sana na kwenye swali. Ana kibali kweli, lakini akipata pesa, magonjwa nini? Magonjwa yanaingia kwenye maisha yake. Kama uharibifu tu wote ule, kama gari, kama chombo chochote kile inaharibika, mali tu ile hela itumike. Nadhani unaweza kuchangia kitu hapo, kama una kitu cha kuchangia ili kwamba twende kumalizia. Ni kweli baadhi ya watu akishapata pesa mashetani utanajua huyu wachewa mtao anajua amepata pesa. Kwa nini? Ina maana hapo anakuwa ameshawekewa alama. Kwa nini apate pesa ndo magonjwa yake? Maana yake yale magonjwa yananusa pesa kwenye mikono yake. Kwa lugha nyingine, huyo mtu ametengenezwa mazingira ya kutokushika pesa. Hata kama akishika isikae. Huyo nao ni roho nyingine ya ambayo inataka kushughulikiwa kwa kutafuta Mungu. Unajua tunaishi katika mazingira makubwa katika roho na katika mwili. Tunaonekana katika mwili lakini tunaonekana katika roho. Kwa hiyo katika mwili tunaishi hivi tunavyoonekana, lakini katika roho tunaishi katika ile kutokuonekana, kwa maana kwamba kuna mambo ambayo mengine yanapita bila kuyaona. Sasa unaweza ukajikuta uko kwenye teso na namna hiyo ukasema haya asante Mungu bwana siona hela tena. Hamna. Wewe umeumbwa ili upate pesa. Pesa ni mali ya Mungu. Kwa hiyo kama wewe ili upate pesa, alafu kipata ndo matatizo yanakuja, unatakiwa uweze kutafakari, na kama uko hivyo hiyo hali ikateka kabisa. Hiyo pesa ingefanya jambo lingine. Kwa nini ije na ishie kwenye magonjwa? Kwa nini isije na ikaisha kwenye jambo zuri, labda ukajenga, ukanunua kitu kizuri cha kukufurahisha? Kwa nini ije ndio ishie kwenye magonjwa? Kwa hiyo pesa ije ishie kwenye magonjwa. Kwa sababu magonjwa sio mpango wa Mungu ya Bwana. Kwa hiyo kama mtu akiwa na hali kama hiyo, pia ninayo kutafakari na nikataa, kwa maana kumkaribia Mungu ili muweze kuondoa hiyo. Amina. Mimi nadhani sasa hapa mtazamaji, kwa sehemu tu kidogo unaweza kuwa umejifunza kitu. Kwa sehemu kidogo unaweza kuwa umejifunza kitu. Kazi ya kibali ni nini? Kazi ya kibali ni nini? Nami nakuahidi vipindi kwa kipindi natakiwa nitakiandaa ili kwamba ujue zawadi 5 ambazo Mungu zawadi 5 ambazo Mungu anawapatia wanadamu. Zawadi 5 pale mtu anapozaliwa, nitakuja kuzielezea hapo Mungu akinipa kibali, lakini naweza nikazisema tu 5 hizo, lakini siku nyingine nitakuja kuzielezea hiyo zawadi ambayo Mungu anakupatia wewe mwanadamu. Na hivyo vitu vinabidi macho yako uyaangalie hapo, niangalie hapo kwa maisha haya ya mwili. Hivi ni vitu ambavyo unatakiwa kuviangalia. Kwa hivyo vitu 5. Cha kwanza, Mungu ambacho amewapatia wanadamu. Mungu unapozaliwa ambacho unazaliwa nacho ni kibali. Hiyo ni ya kwanza. Kitu cha pili ambacho unazaliwa nacho ambacho Mungu anakupatia huwa nini? Huwa ni ndoa. Kitu cha tatu ambacho ukizaliwa Mungu anakuwa amekupatia ni afya. Kitu cha 4 ambacho Mungu ukizaliwa anakupatia ni mali. Ni mali. Kitu cha 5 ambacho Mungu anakupatia umiliki. Kwa hivyo vitu vitano nitakuja ukielezea kitu kimoja ili kwamba wewe usiojua ujue hivyo vitu 5 ambavyo Mungu anatupatia, na ujiangalie kwenye vitu hivyo kweli. Sasa na wewe una kibali, sababu Mungu hajatuumba hapa duniani kwa vile viteseke. Hapana. Ndio maana kwenye uumbaji, kabla ya kumuumba Adamu, anaanza kutengeneza mazingira Adamu kwanza, ili kwamba aje amiliki. Kwa hiyo na wewe kabla hujaja hapa duniani, Mungu aliandaa mazingira kwa ajili yako. Mungu anaandaa mazingira kwa ajili yako. Kwa hiyo hivi vitu wachawi wanaonea sana watoto wa Mungu. Sababu gani? Hawana maarifa ya vitu hivyo. Yeye anajua kwa maisha ni magumu hivyo tu. Sababu pia hakuna mtu anayemfundisha. Lakini kama ukifundishwa ukaelewa, utajua vitu hivyo, utajua namna gani ya kuishi, ujue zawadi yako ni nini kwa Mungu ambaye amekupatia. Kwa hiyo viko vitu 5. Nadhani kwa kipindi kingine kitakachokuja tutavielezea kimoja kimoja ili kwamba uweze
kuelewa hivyo vitu vitano, namna vinavyo tenda kazi, namna vinatenda kazi Mungu ambaye amekupatia. Kwa hiyo kwenye hivyo haitakiwi kukosa hata nini, haitakiwi kukosa hata kimoja. Kibali uwe nacho, kibali uwe nacho, ndoa uwe nayo. Wale ambao unakuta wewe unakuta umefikisha miaka 30 alafu hujaolewa, mtoto wa kike miaka 30, basi ujue ndoa yako imekamatwa. Sehemu ya nyota ndoa yako imekamatwa. Mimi sio mwalimu wa nyota, lakini ujue sehemu ya nini, ujue sehemu ya nyota ndoa imekamatwa. Kama unaona pia ni kama unaona wewe ni mtu wa magonjwa, Mungu hajakuumba nini, Mungu hajakuumba wewe ni mgonjwa, Mungu amekumba ni mzima. Ndio maana mtu akizaliwa mtu akiwa kiwete, atuseme kwamba sasa Mungu amemuumba kiwete. Hapa tunasema huyu amezaliwa nini, amezaliwa kiwete, sababu Mungu haumbi nini, Mungu haumbi kiwete, Mungu anaumba mtu kamili. Mtu akiwa tumboni mama yake, labda kuna madini ambayo anakosa, anaweza kuzaliwa kiwete ama kipofu, lakini Mungu yeye ameumba mtu kamili, ameumba mtu kamili. Kwa hiyo kipindi kinachokuja nadhani tutaelezea mada hiyo au somo hilo, vitu vitano ambavyo Mungu anaweza kupatia, ambavyo ametupatia kama zawadi, na vitu hivyo inabidi uanze kuvitafuta, na ukielewa hiyo, hakuna mtu atakaye kubabaisha kwenye maisha. Kwa nini? Hakuna mtu atakaye kubabaisha kwenye maisha. Kwa hiyo nadhani ni hivyo. Sasa kwa wakati huu mimi naona sasa tuweze kuaga. Mimi kwa majina yangu ninaitwa mchungaji Jackson Komando. Majina yangu anaitwa mchungaji Jackson Komando. Hapa ndugu yangu mchungaji amesema anaitwa Emmanuel Fidel Ururu Kinyamgara au Kinyamgara hivi. Majina manne haya kwa unasemaje? Ni Emmanuel Fidel Ururu Kinyamgara Kinyamgara. Kwa hiyo ni hivyo mwana wa Mungu, kwa hiyo unaendelea kukaribishwa kwenye channel hii. Subscribe ili kwamba uendelee kuwa mwanafamilia. Vipindi ambavyo vinavyokuja uendelee kuvipata, na Mungu atakubariki sana. TV hii imekuja kwa ajili yako, itakufungua fahamu zako, kama umedhamiria kwenda mbinguni, na sisi pia tumedhamiria kukuza kweli ya Mungu ili kwamba uende mbinguni. Usiende mbinguni kama Lazaro. Usiende mbinguni kama Lazaro ukiwa masikini, kwa sababu ahadi ya Yesu kwamba ni kupokea mara 100 duniani ndio ahadi ya Yesu, kisha uzima wa milele. Hiyo ndio ahadi ya Yesu. Kwa hiyo usiende mbinguni kama Lazaro, kwamba sasa unajua kwamba mtu kishaokoka tu kwamba mmekuwa anakuwa maskini. Hapana, hakuna maskini, hakuna maskini. Yesu amefanyika maskini kwamba sisi tuwe matajiri. Kwa hiyo haufi kama Lazaro. Endelea kufuatilia channel hii wewe